mambo matatu. Mwaka wa 2027 huu ni unabii kuhusu government ya Kenya. Mwaka wa 2027 wale wataingia kwa zile viti waliosaguliwa watakuwa quarter, wale watarudi, lakini wale wataingia wapya watakuwa 3/4. Mungu anekasirika na vile inji inavyoongozwa, in the name of Jesus. Wahubiri ni vizuri tupate kuhubiri injili ambaye ni ya ukweli, injili ambaye inayepeleka watu mbinguni na kuwaonesa njia inayostahili. Ni kwa sababu nasikia Mungu anjamalizana na makanisa ambaye wanekataa kuhubiri injili ya ukweli, kupelekea watu habari njema ya ufalme wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Na Mungu akaniambia mwaka huu na mwaka wa 2026 ako na vita na wahubiri ambao wahubiri ukweli, in the name of Jesus. Jambo la tatu, nikaiona migomo mikubwa ikiwa inesimama, ikipigana, kukiwa na kupigana na kutupeana mawe kukuu ambaye kusio kwa kawaida. Lakini Mungu akaniambia itakuwa ni ya muda ambaye si mrefu, lakini maandamano itaendelea. Na sijui Mungu aliniambia aje hapo. Acha tungoje tuone vile Mungu atakapopigana vita ya maandamano injini katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe mtazamaji. Naitwa Apostle Muleithi, niniokoka. Yesu ni Bwana ndani ya maisha yangu. Nimekuja ili tupate pia kuendelea katika ujumbe na ili tupate kubarikiwa na kuinuliwa katika jina la Yesu Kristo. Kama vile nilivyowaambia watazamaji wangu ya kwamba ukiniona hapa nimekujaga na ili tupate kusikia vile Mungu anaendelea kuongea juu ya inji na vile Mungu anaendelea kufikiria kwa sababu yetu. Ni kwa sababu Mungu ako na mawazo mema kwa sababu ya inji. Inji apokuwa mambo ni mazito, Mungu ataitengeneza itakuwa mzuri. Leo nimekuja nipate kuwaeleza vile Mungu anavyoongea kwa sababu ya inji yetu. Ni kwa sababu kuna mambo Mungu ananifunulia na kuna mambo Mungu ananiongeleza kwa sababu ya Bwana. Ndio nakwambia ukae hapo, usiende mahali. Na ili nipate kukueleza yale Mungu anataka katika inji. Na nilikwambia wakati mwingine ni vizuri kuniamini. Ni kwa sababu ni vizuri kuamini kila sauti ambaye mtu wa Mungu anaongea akiwa anetumwa na Mungu kwa sababu yetu. Kwa hivyo enda pale kwa Savina TV Kenya, subscribe tena ucomment. Na leo ninakuomba upate kushare na mtu mwingine hii clip, na Mungu najua atakubariki sana. Tena tuko katika TikTok Savina TV Kenya, pia pale unaweza kutuona na Mungu pia atakubariki sana. Jambo la pili, pia ukitaka kuniona unaweza kuniona na hiyo namba iko hapo ambaye ni 07 21 77 51 4 na 9, na niko hapa Eastern Bypass. Kwa hivyo ukitaka kuniona naonekana siku ya Thursday, unaweza kunitafuta na Mungu atakubariki sana. Kuna watu wanatoka mbali wanakuja hapa, tunakuwa na maombi. Ninawaeleza vile Mungu anavyoniongeleza na wanakuwa wengine wanebarikiwa, na tutaamini ya kwamba Mungu atazidi kuwatendea kanisa kwa jina la Yesu Kristo. Wiki iliyopita nilipokuwa kwa maombi, Mungu aliniongeleza juu ya inji yetu na vile Mungu ataendelea kutengeneza mambo. Na leo nataka uningoje hapo. Ni kwa sababu nitaongea mambo mengi yakiwa yanefuatana katika hii kipindi, in the name of Jesus. Nitawaambia hata pia yule ambaye Mungu anaendelea kuandaa kwa sababu ya miaka inayekuja, kwa sababu ya kuendelea kuongoza kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo ukae hapo, niko na imani Mungu ataweza kukubariki na kukutendea katika jina la Yesu Kristo. Mtazamaji, niko na imani ya kwamba mkono wa Bwana unayetenda kazi na mkono wa Bwana unainuliwa kwa sababu yetu unaenda kutenda kazi katika jina la Yesu Kristo. Hebu kwanza tusome andiko ili bata kutuendeleza katika mstari na ili Bwana bata kutubariki in the name of Jesus. Nataka tuangalie katika kitabu cha Chronicles. Nadhani hii mstari nineusoma hapa siku nyingine. Sijui kwa nini Mungu anaendelea kuniongeleza kwa sababu ya hii mambo ya Jehoshafatu kila wakati. Ni kwa sababu ni wakati ule katika Israeli
kulionekana mtu mmoja kuhani akasimama akatia wengine moyo. Kwa hivyo nataka tuangalie katika Chronicles, sura yake ni ya 20 na mstari wake ni wa 15. Chronicles kwa wale ambaye unaenda pale kwa Kisungu ni katika kwa Kiswahili ni katika Mambo ya Wanyakati wa Pili, sura yake ni ya 20 mstari wa 15, na ninaamini kwamba Mungu atakubariki sana. Chronicles wa pili sura ya 20 na mstari wake ni wa 15. Biblia inasema ya kwamba akasema, sikieni Yuda wote, nanyi mkaao Yerusalemu, na wewe mfarume Yehoshafatu, Bwana awaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si vyenyu bali ni ya Bwana. Mstari wa 20, akaamuka asubuhi na mapema, akaenda nje katika jangwa la Tekoa, nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafatu akasimama akasema, sikieni enyi Yuda, nanyi wenyeji wa Yerusalemu, muaminini Bwana Mungu wenyu, ndipo mtakapo pipitika. Muaminini manabii wake, ndipo mtakavyo fanikiwa sana. Ndipo mtakapo fanikiwa sana. Wakati huu Yehoshafatu akiwa mfarume na akiwa amiri jeshi katika kikosi katika Israeli, Bible inatuambia kwamba alizungukwa na mataifa matatu ambaye walikuwa tayari kupigana na yeye. Na wakati huo ndipo Bible inasema ya kwamba kukasimama kuhani aliyewatia moyo. Katika mstari wa 14 pakasimama kuhani mmoja ambaye alikuwa anetiwa mafuta kwa wakati huo, na ili atangaze habari njema chini ya ulimwengu wa rohoni, akiwa amejawa Roho Mtakatifu. Ndiye akawaambia yale Mungu ambaye anakusudia kuyatenda kwa sababu ya Israeli. Na hapo ndipo Yehoshafatu akiwa amiri jeshi mkuu akapatwa na nguvu ya kusimama kati ya wana wa Israeli na kuambia kwamba wasimame, wajipande na wasiogope tena. Ni kwa sababu pale bereni uoga ulikuwa ni mwingi. Yehoshafatu wakawa kona uoga. Vile vile hata wana wa Israeli wakawa kona uoga. Wanajeshi wakawa neshindwa na la kufanya, kwa sababu kwa ile mabaya inekuwa ikiwapata kila wakati. Lakini ikawa sauti ya Mungu inetokea katika nabii wa Mungu ama kuhani wa Mungu, anelete habari kusema ya kwamba wasiogope na wasiwe na kuwa na wasiwasi. Ni kwa sababu kuna mambo Mungu anekusudia kutenda. Kama vile leo ninekuja nikiwa mtumwa wa Mungu kwa sababu ya yale mambo Mungu anaenda kutenda. Niwega kuthikagiriria ndungata cia Ngai, ni tondu kwina indi ndungata cia Ngai itumagwo ni Ngai niguo ciuke ciire andu maundu maria Ngai arenda gwika thiini wa miturire yao. Najua kuna mambo ambayo inekuwa ikiendelea injini ambayo ni magumu sana, ambayo ni makubwa sana, ambayo mengine yanevuja wananchi moyo. Lakini nikasikia Roho Bwana akinikuja akiniambia kwamba nikuja niambie wanakanisa na watu ambao walio nje ya Kenya mambo yatakuwa mazuri. Mambo yatakuwa mazuri. Ninajua mimi ni mmoja maybe kwa 1000 ambao wanasema nchi ni mbaya. Lakini nikasikia Roho Bwana akiniambia haitaendelea vile inavyoonekana. Sijui ni muujiza gani Mungu atatenda ili mambo yapandilike. Lakini Mungu akaweka maneno katika kinywani mwangu. Hii mambo inaonekana saa hii inakuja kupandilika. Watu wakae wamngoje Bwana. Ni kwa sababu najua kitu kimoja. Jambo nzuri likinenwa mara nyingi, lile jambo nzuri utokea. Jambo baya likiogewa mara nyingi, ile jambo baya huwa linatokea. Kwa hivyo leo ninetumwa na Mungu nikuje niseme ile mambo inekuwa ikiendelea
na yale mambo ambayo inaendelea kutesa wananchi saa hii, Mungu anakuja kuyafanya kuwa mema. Haijalishi Mungu atatumia njia gani, lakini nikaambiwa nikuje niambie wananchi ya kwamba uchumi ambaye unaonekana saa hii ukiwa unaharibika unakuja kuwa mzuri. Watu wanashindwa hapa kwa simu. Apostle anasema mambo itakuwa mazuri. Itakuwa mazuri, ni jambo gani litakayotumika? Ni rais atapandilizwa, ama ni viongozi watapandilizwa, ama ni nini kitakayepandilizwa? Mimi yote sijui. Lakini ile sauti nimepewa moja tu, ni ya kwamba mambo yanakuja kuwa mazuri. Yosafatu ule mtumishi wa Bwana aliposimama, aliongea na Yosafatu pamoja na watu wote ambao walikuwa pale. Ndio Biblia inasema katika mstari wake ni wa 15. Hebu sikiza mtu wa Mungu vile alimwambia Yosafatu akiwa mfalme na Yuda wakiwa pia pamoja na yeye. Mstari wa 15. Biblia ikasema ya kwamba akasema, sikieni Yuda wote, nanyi mkao Yerusalemu, na wewe mfalme Yosafatu, na wewe mfalme Yosafatu. Biblia ikaendelea kusema, Bwana awaambia hivi, msiogope. Hiyo ni wala msifadhaike, mtikagie na komaka mno kwa ajili ya jeshi kubwa hii. Kwa njia nyingine, kwa ajili ya mambo yale yanaendelea injini saa hii. Biblia ikaendelea kusema, kwani vita si vyenyu bali ni ya Bwana. Hii vita vile iko sasa hivi ya uchumi, vile mambo inaendelea katika injini saa hii, Bwana akasema na mtu wa Mungu akasimama katikati ya watu wa Mungu katika jangwa la Tekoa. Akaambia watu, hebu sikizeni, msiogope na wala msiwe na hofu na msiwe na kubabaika kikubwa. Ni kwa maana ya ile mambo inaendelea katikati yenu. Kwa sababu ya vile mambo inaendelea katikati yenu, ni kwa sababu vita si vyenyu, vita ni ya Bwana. Nyinyi mtanyamaza tu muone vile Mungu atakavyolete usidi ama uokovu katika maisha yenu. Nami pia ninekuja kama mtumishi wa Bwana ninenee wananchi wote wa Kenya. Kabla ninenee wale wako kwa viti, nataka kunenea wananchi wote walio Kenya. Niwatie moyo, niwaambia kwamba wavai kuwa na wasiwasi kwa mambo yale ya bei inayoendelea kwa sasa. Ni kwa maana Mungu anakuja kuponya nchi yetu. Mungu anakuja kufanya yale mambo inayoonekana kama iwezekani iwe sawasawa. Kuna shinda by the way ya kuwa katika mahospitali yetu haina dawa. Dawa hakuna. Pesa ya hospitali ni kama inawekwa kwa diversion ikaenda kwingine. Sasa watu wanashindwa, itaponaje mahospitali yetu? Lakini Roho wa Bwana akiwa ndani yangu, aliponiambia nikuje nieleze watu, uchumi unakuja kuimarika. Hata nyinyi wana hospitali msiwe na wasiwasi. Hata kama mnegoma, Mungu anakuja kutengeneza hii jambo la mahospitali, na hii kelele ya hospitali itanyamaza kwa jina la Yesu. Tuendelee kuombea nchi yetu. Hebu angalia kwa masule, wengine wanefunga, hata inasemekana masule wanafunga mapema kwa sasa, kwa sababu hakuna pesa zinetoka ikapatianwa. Leo siangalii rais, leo siangalii wale wanakula mali ya wananchi. Leo naangalia kuwa ya kwamba Mungu anasema kuna usuri unakuja kutokea. Njia ya kuwa kutakuwa kusuri, yeye Mungu hajatueleza atafanya nini ili kuimarike mambo. Lakini ukweli ni kwamba yale mambo inaendelea saa hii, Bwana aliniambia nikuje niseme mambo yale ya bei inaonekana saa hii inakuja kugeuka kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo mpendwa ulio hapo, usiwe na wasiwasi. Aliyetafuta kazi na anekosa, Bwana anasema anakuja kulete hiyo kazi katika jina la Yesu. Kuna wengine wanatafuta matibabu, inesindikana, inekuwa na ukafu aina fulani ya kwamba una pesa, hata pia oh my God,
Lakini Bwana akaniambia nikuja niseme mambo inakuja kuwa mazuri. Hebu niseme hii Church of God. Hebu niongee hii kanisa la Bwana. Ya kwamba sauti ya Bwana ni kubwa kuliko mwenye anaitoa ambaye ni Apostle Mureithi. Sauti ya Bwana sikiza, inaweza kutenda zaidi na zaidi mara elfu na mara mamia zaidi ya vile ilivyoongewa. Maana sauti ya Mungu ni mwelekeo tu ya yale Mungu anakuja kutenda. Lakini mbele yetu kuna kupona katika jina la Yesu. Maana hivyo ndivyo Mungu ananiambia nikuje nikuenje nikuambie. Wakati mmoja Israeli waliona wanajeshi nyuma. Katika Exodus 14 kwa jia verse 10 tuteremuke mpaka kule 16. Wakati mmoja wana wa Israeli waliona jeshi nyuma la Farao, wakamunungunikia Musa sana, wakimwambia Musa, hii ulitulete Misri tukuje tukuvia hapa, hebu angalia tunakufa sisi wote pamoja na watoto wetu. Kwa nini ulituleta hapa tuangamikie pamoja na hii watu wetu wote? Lakini kumbuka Biblia inasema ya kwamba Musa akiwa nejawa na roho wa Mungu, Mungu alimunenea kutoka mbinguni, akamwambia ambia watu hawa wanyamaze na watulie. Ni kwa sababu hawa wa Misri wanawaona mimi nikiwa Bwana nitapigana na wao watanyamaza kimya, nitawapea usidi. Kwa hivyo mtazamaji, kuna wakati unahitaji rehema za Mungu katika maisha yako. Unahitaji mtu ambaye anakuambia hata kama mambo ni mabaya yatakuja kuwa mazuri. Kwa hivyo Musa akasimama katikati ya wana wa Israeli, akawaambia sikizeni vile Bwana asemavyo. Ya kwamba Bwana asema hivi, ya kwamba hawa wa Misri mnayewaona hamtawaona tena maishani, ila mtanyamaza kimya, naye Mungu atawapatia usidi katika mikono yao. Hivi ndivyo ninavyokuambia mtazamaji, ukiwa pale nyumbani na ukiwa katika simu sasa, ukiwa kwa gari ukienda nyumbani, ukiwa kwa nyumba ukiangalia hili. Hebu nikuambie, Josafat wakati alipopata habari ya kwamba vita si yake, vita ni ya Bwana, alipata nguvu, akatoka nje asubuhi yake, akatia watu moyo. Na wewe sasa anza kujitia moyo. Amini sauti hii ninaye kuambia. Biblia inasema ya kwamba sauti ya Mungu ama neno la Mungu kabla litoke linasunguzwa mara 7. Tena linaonekana ukamilika kwake kwa mara ya 7, linasunguzwa mara 6. Na kwa mara ya 7 inatimia kama Mungu alivyokusudia. Tena Isaia 14 verse 24. Biblia inasema ya kwamba ati Mungu anasema vile nilivyokusudia kutenda itatendeka tu. That means kile Mungu alivyofikiria kukifanya atakifanya. Mtu akiwa ako hapo ataka, mtu akiwa hapo ataki, Mungu atafanya. Somebody say amina. Kwa maana Mungu haulizi watu ili afanye. Kwa hivyo Mungu akaniambia uchumi wa Kenya unakuja kuwa mzuri. Haulizi mfalme ili iwe sawa. Yeye mwenyewe atatumia njia ya kufanya usumi wa Kenya uimarike kama jinsi alivyoamuru itendeke kwa jina la Yesu. Mtazamaji, Bwana anajua Mungu anakuja kutenda na kufanya in the name of Jesus. Ile kitu ninachokijua na ile kitu ninachokifahamu ni ya kwamba hakuna jambo linemsida Mungu. Nataka ushike hapa. Hakuna jambo kwa Mungu linekuwa aliwezekani. Kwa hivyo ni kuamini tu na kukaa kwa Mungu, ni kwa sababu Mungu ako na mkusudi kuu ambaye anakuja kuitenda katika jina la Yesu Kristo. Mtazamaji, Bwana wabariki sana na watendee mema. Kwa hivyo narudia tena ya kwamba uchumi wa Mungu katika nchi utaimarika. Lakini kuna watu katika serikalini ambao wanahusika kufanya kuwe vile kuko. Mwaka wa 2027 Mungu hata wakubali warudi kwa zile viti. Kwa hivyo ni vizuri kanisa tunapoomba tuombee Mungu
atupatie watu watakayefanya nchi yetu itembee vizuri katika jina la Yesu Kristo. Kuna viongozi wengine hata wa huku Nairobi, wengine wataona kiti kia 2027 na wanangojea kurudi pale safari ya pili. Kama vile nilivyokuambia wakati ule mwingine, ya kwamba katika nchi itakuwa kama nchi mpya. Sikiza, government itakuwa ni kama ni government mpya ambaye haijakuwepo tena. Maana government ya 2027 itaingia watu wengi wapya, 3/4 watarudi katika government, wataingia katika government, lakini 1/4 ndio watakaingia katika government. Kwa hivyo tuangalie pale sana, maana Mungu aliniambia kwamba kuna wengine hawatarudi kwa zile viti walizilizokuwa zao. Hiyo viti zitapewa watu wengine. Kwa hivyo wakati Mungu anasema uchumi unakuja kuwa mzuri, kuna vita anaenda kupiga. Kuna vita Mungu anaenda kuipiga katika government, na ili uchumi wa Kenya uweze kuimarika. Especially ebu angalia vile kunekuwa na ubisadi. Uchumi wa Kenya unaenda, unajua mnasemaga huyu apostle akisimama hapa atatuambia tu mambo ya inji, atatuambia tu vile mambo inaendelea, atatuambia tu vile mambo inasemekana. Lakini ukweli ni kwamba kanisa la Bwana, kama jambo ni zuri liambiwa ni lizuri, kama mambo ni mazuri liambiwa ni mazuri. Hii government iko sasa hivi ni kama ineachilia kazi ile walisaguliwa kwenda kufanya. Na sisi wahubiri kama tutasema, na watu wa bizandi wakisema wanasemekana wanasema kwa sababu wanataka serikali. Sisi si serikali tunataka, no. Sisi ni usuri tunatafuta kwa serikali ya Kenya. Kwa hivyo wewe mtazamaji ambaye uko hapo saa hii, nataka ufungue macho yako uangalie inji mwaka wa 2027. Ni kwa sababu wale watakaerudi katika ile viti vya juu na viti vya chini watakuwa wengi kiasi ya kwamba wale wa sasa mtasangaa kule watapotelea. Ni kwa sababu kutakuwa na kitu kinaitwa kufagia government. Kutakuwa ni kama kufagia government. Ni kwa sababu wale walioko kwa sasa hivi ni kama wanekosa kuelewa ile kitu walipelekwa pale kukifanya. Katika jina la Yesu Kristo nasema hivi, nikiamini ya kwamba kuna kitu ama kuna mtu ananisikia hapa, na kuna mtu ambaye naambia kitu vile Mungu atakavyofanya mwaka wa 2027, ya kwamba Mungu anasema uchumi unaimarika, lakini kuna wengine akona vita nao. Mungu akona vita na watu kama hawa. Akona vita na magavana, akona vita na wale wanaitwa MCA, akona vita na wale wanaitwa ministers. Ni kwa sababu wengine wao kile walitumiwa pale kufanya hawakufanya. Na by the way, kuna risafu kubwa sana inakuja kutendeka hapa mwisho wa mwaka huu na mpaka mwaka wa 2026. Kutakuwa ni kama government kunefanywa ni kama kisungi. Wengine wanetoka, wanepotelea, hata ujui kule wanepotelea. 2026 itafanyika hivyo in the name of Jesus. Kwa hivyo wananchi, naomba wale ambao tunajua kuomba, tuendelee kuombea inji sana, na tuendelee kusimama katika Bwana zaidi, na tuendelee kupigania inji yetu zaidi. Ni kwa sababu kuna kitu Mungu anakuja kutenda kwa sababu ya inji yetu kwa jina la Yesu Kristo. Mtazamaji, wacha nipate kusema hivi, ni kuombee na ili Mungu apate kukubariki. Na leo nikienda kukuombea, niliona watu wengi sana wakiwa wanatembea katika majia
za barabara za Nairobi. Yani kukawa kuna mgomo mkubwa sana. Kabla niombe, ningetaka please tuombee jambo hili na tulikatae katika jina la Yesu Kristo. Na kama vile niliwaambia kwamba ni vizuri katika maombi yako ya usiku, wale tunepewa neema ya kuombea inji, wale tunepewa inji mikononi mwetu, tunasikiaga atusikii kunyamaza bila kuongea. Ni vizuri tupate kuombea inji yetu na tuweke kwa Bwana. Ni kwa sababu tunahitaji, hii inji yetu inahitaji maombi. In the name of Jesus. Kaa hapo ni kuombee. Na wewe uliye mgonjwa, kaa hapo ni kuombee. Na wewe ambaye hauna kazi, hebu kaa hapo ni kuombee kupata kazi. Na Mungu atakuonekania katika jina la Yesu Kristo. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, namuombea mtazamaji wangu saa hii, namuweka mbele zako my Father, nikimuombea Roho Mtakatifu akatembee juu yake. Ile roho ya kumnyima kazi, ile roho ya kumkeuzia anga yake, roho wa madeni na roho yote ambayo inesimama kinyume na wapendwa hawa my Redeemer, ninemshika mateka today. Ninamkemea my Father, na niko na imani saa hii mkono wa Yesu Kristo unayefanya makuu, unayefungua anga, unayetenda maajabu ukasuke juu ya mpendwa huyu. Asante my Father kwa sababu netenda na unionekana. In the name of Jesus, pokea sifa na heshima, kwa maana wastahili na hakuna mwingine kama wewe. In Jesus name.